Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku ya leo, wapenzi watazamaji wa Sultan Online TV, napenda kutoa faida kuwapa zawadi ya funguo ya ajabu, miftahu la ajab, katika upande wa riziki. Upande wa riziki, kwa nini inaitwa miftahu la ajab? Kwa nini inaitwa funguo ya ajabu? Ndani yake kuna siri nzito sana kwa mtu mwenye kufanya njia hii ambayo siku ya leo ndio tutaielekeza. Ukifanya mambo yako yanafunguka ndani ya masaa 7. Yaani manake ukifanya sasa hesabu masaa 7 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, utaona muujiza wake, mabadiliko ya jambo lako ambalo umelikusudia. Sasa bila kupoteza muda, yoyote mwenye kutaka kufanya hataanza kwa kushika udhu wake vizuri kabisa. Baada ya kushika udhu wako vizuri, kisha utasali qadhahul haja. Utafanya qadhahul haja ya rakaa 2 kwa kumwambia Mwenyezi Mungu haja yako ama kusudio lako. Baada katika hii utakaposwali rakaa ya kwanza, utasoma surati al-Fatiha. Baada ya kusoma surati al-Fatiha, utasoma na kul huwallahu 20. Baada ya hapo rakaa ya pili utasoma surati al-Fatiha. Baada ya hapo utasoma kul huwallahu 40. Kisha baada ya hapo utakaa kitako chako, utatoa salamu yako, utakuwa umemaliza. Kisha baada ya hapo utasoma surati al-Fatiha 111. Surati al-Fatiha 111. Ukishasoma surati al-Fatiha 111, kisha baada ya hapo utataja jina la Mwenyezi Mungu, Hismullah Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 12672. 12672. Baada ya hapo ukishamaliza, utamtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 33, kisha utahitimisha kwa kufanya dua. Jambo lako litakuwa limekwisha kwa siku ya kwanza. Siku ya pili utafanya tena hivyo hivyo kwa taratibu hizo hizo, na siku ya tatu utafanya hivyo hivyo kwa taratibu hizo hizo. Majibu unayapata ndani ya masaa 7 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utapata majibu ukifanya hii. Lakini vile vile utadumu nayo kwa muda wa siku 3. Utaona kila siku, kila masaa 7 kuna majibu unayapata masaa 7 ya siku nyingine, majibu unayapata masaa 7 siku nyingine, majibu unayapata. Utafanya kwa muda wa siku 3 kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu, nimekupa njia hii, itumie, ifanye, alafu uone mabadiliko kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kibaya kama unajua njia ya kumuomba Mwenyezi Mungu riziki zifunguke, alafu mvivu kufanya. Acha uvivu ndugu yangu. Simama katika njia hii niliyoelekeza kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Angalia, biashara zako zitafunguka, kazini kwako kutafunguka, kama katika masuala ya mahusiano yatafunguka vizuri, upendo utajaa katika ndoa yenu. Fanya njia hii kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, utaona mabadiliko makubwa mno mno mno. Ni funguo ambayo ni miftahu kubwa sana 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 katika upande wa riziki. Kwa hiyo tumia njia hii ndugu yangu, Allah atakufanyia wepesi na mambo yako yatakwenda. Riziki zinafungika. Ndio maana hii imeitwa miftahu, imeitwa funguo, kwa sababu riziki zinafungika
wanafunga riziki, wanga wanafunga, wachawi wanafunga, mashaitani wanafunga, lakini bado vile vile kuna nuksi za ajabu ajabu zinakusababishia riziki zako zichelewe kukufikia, lakini bado kuna hasadi za aina mbalimbali ambazo zinasababisha riziki zako kuchelewa kukufikia. Basi tumia njia hii kwa idhini ya Mungu, utaona muujiza wake. Billahi tawfik. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-akhi Sheikh Sultan.